Kwa kweli fahari ya kijana sio ana nini, sio ana mpenzi wa aina gani, sio ana demo aina gani, sio jana alikuwa kuzini na mwanamke wa aina gani. Fahari ya kijana ni maisha mema na ushuhuda mzuri ambao anaweza kawa nao kwenye jamii au kwa watu ambao yupo karibu nao au anaishi nao. Mimi siku ya leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 2 ya mwezi wa 5 nikiwa kanisani. Mimi siku kama ya leo namshukuru Mungu, sijamkwaza mtu yoyote, na kuna jema ambalo nimemfanyia mtu akafurahishwa na mimi. Nikwambie kijana mwenzangu kwamba fahari yako sio Wendy Sam. Fahari yako sio nywele zako. Fahari yako sio umejipaka mambo gani kichwani, umejipaka vitu gani. Lakini fahari yako ni maisha mema ambayo unaweza ukawa nayo kwa jamii au kwa watu ambao unaweza ukawa karibu nao. Fahari yako kijana, maandiko kwenye kitabu cha Zaburi ile 119 mstari wa 9. Anasema jinsi gani kijana aitengeneze njia yake. Anasema ni kwa kutii, akilifuata neno lako. Na katika kitabu cha Zaburi ile 37 nasema ni mstari wa 25 kama sikosei. Anasema tangu niko kijana na sasa nimekuwa mzee, sijaona mwenye haki ameachwa. Umeona? Yani maana yake ni mwaona vijana ambao tangu nikiwa kijana sasa nimekuwa mzee, nimeona vijana ambao wanaishi maisha mabaya ambao mwisho yote wakaja kuaibika, lakini sijawahi ona mwenye haki yoyote. Maana yake anasema kuanzia yeye mwenyewe anasema tangu nikiwa kijana na sasa nimekuwa mzee, sijawahi ona mwenye haki yoyote ameachwa wala uzao wake ukiomba chakula kwa namna yoyote ile. Maisha ni hayo, ukifanya mabaya ni kwa ajili yako, ukifanya mema ni kwa ajili yako. Ukiendekeza zinaa, ukiishi maisha ya dhambi, kwa sababu ubaya wa dhambi ni madhara ambayo yatakupata au madhara ambayo utakayosababisha kwa mwanamke huyo, kwa sababu unachokifanya kwanza ni kitu ambacho unafanya, kitu ambacho utaharibu maisha yake. Utakavyoharibu maisha yake, yule mtu kuna namna fulani za majuto au za machozi ambazo atakuwa nazo kwenye maisha yake. Yale machozi ambayo utasababisha, utakuwa sehemu ya machozi ya yule mtu au ya yule binti, na kuambia machozi yale hatakuwa bure, yatatafuna maisha yako. Tafuta kuishi maisha ambayo yatakuwa na ushuhuda mzuri au ushuhuda mwema. Sijakamilika, lakini kwa hili moja najionea fahari sana kwamba tangu sasa hivi, siku ya leo ni Ijumaa, nadhani sasa hivi itakuwa majira kama saa 6 kama sikosei, kama dakika 20 ngapi, lakini hazifiki 25. Naona fahari, sijamharibia mtu, sijamfanyia mtu yote baya, sijamkwaza mtu yote mbaya kwamba ajisikie vibaya kwa ajili yangu. Hapana, naona fahari. Ujana ni sifa njema. Kwa kweli ndugu yangu, hebu kubali tu kuokoka tu. Mbona hebu kukubali kwa sababu kuokoka ni kutafuta kuishi kwenye njia ambayo hautakuja kujutia. Sio njia ya hohevu, hapana, njia ambayo mwisho yote hautakuja kujutia kwa namna yoyote ile. Maisha ni ya kwako. Unasubiri nini ndugu yangu? Kubali leo kuwa tayari kubadilika tabia zako na maisha yako, kwa sababu maisha yako ni ya kwako mwenyewe. Kwa kweli Yesu huyu